Bwana, moja ya habari kubwa ya kisiasa ambayo inazidi kutrendi kwenye mitandao ya kijamii ni juu ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Lissu ambaye anakabiliwa na mashtaka ya kusambaza taarifa potofu pamoja na kosa la uhaini. Kesi hiyo ni miongoni mwa zile zinazofuatiliwa kwa karibu kabisa na wadau mbalimbali ikiwemo wa haki za binadamu, vyombo vya habari, wanadiplomasia na wanasiasa kutokana na nafasi yake katika ulingo wa siasa nchini Tanzania. Tundu Lissu ambaye pia ni wakili na mwanasiasa mashuhuri ambaye ameendelea Tundu Lissu ambaye ameendelea kukanusha mashtaka dhidi yake, akisisitiza kuwa yanachochewa na siasa au na kisiasa. Mahakama imepanga kuendelea kushikilia kesi yake ili mpaka majibu yaweze kupatikana, lakini Tundu Lissu ameshindwa kuelewa kabisa nini ambacho wanakitaka kutoka kwake. Watanzania kutoka sehemu mbalimbali, wanadiplomasia la watu wengi kutoka Afrika Mashariki na Kati wameshindwa kuelewa ni kitu gani au ni kesi gani ambayo inazidi kumkumba mwenyekiti huyo wa Chadema, huku akisema kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba ndiye ambaye anazidi kumshikilia ili mambo huyo aweze kupunguzwa kasi sasa kuelekea Oktoba, yani kuelekea kwenye uchaguzi wa 2025-2026 ambao utafanyika Oktoba. Mange Kimambi ambaye ni mwanadiplomasia ameweza kuingilia kati jambo hilo na ameweza kuweka wazi, lakini pia na Watanzania wameweza kuweka wazi kwamba no reform no election. Tupate mazungumzo mafupi au video fupi kutoka kwa Mange Kimambi. Yeye anazungumzia nini anazungumzia nini kuhusiana na hili, lakini pia anazungumzia nini kuhusiana na no reform no election. Lakini baada ya hapo tutapata video fupi juu ya Tundu Lissu kuweza kuuawa, kwamba inasadikika kwamba mwenyekiti huyo wa Chadema wanasadikika kwamba anataka kuuawa na anapitia kipindi kigumu kweli kweli akiwa gerezani. Tupate video fupi ya Mange Kimambi anazungumza nini kuhusiana na hili. Tanzania, ngoja niwaambie kitu. We are very close. Ni kwamba tushikamane wote. Alafu kitu ambacho hamkijui, hata huko CCM kuna watu wanataka reforms. Hivi mnadhani ni sisi tu peke yetu huku ndio ambao tunadhulumiwa haki? Huko CCM kwenyewe wanadhulumiwa haki na huyo mama. Kitu ambacho kawafanyia, mliona jinsi ambavyo kajichagua mwenyewe kuwa si mgombea wao. Kajichagua mwenyewe. They had no say in it. So trust me, jinsi sisi wananchi tunamchukia yule mama, CCM wenyewe wanamchukia hivyo. Trust me. Ni kwamba hawana guts tulizonazo sisi. Hawana guts za kujitoa sasa hivi kwa ajili ya nchi. But trust me, watazipata hizo guts. Alafu kitu ambacho kinashangaza, yule mzee nani yule Wasira kasema hiki ndio chama kikubwa Afrika nzima. Hapo ndio tuwaelewi. Nyinyi mnajijua ni chama kikubwa Afrika nzima. Kwa nini mnaogopa uchaguzi wa haki? Kwa nini mnaogopa uchaguzi huru? Kwa nini mnaogopa fair elections? Nyinyi si ndio chama kikubwa Afrika nzima. So let me tell you something. CCM, nyinyi sio chama kikubwa Tanzania. Like practically you are not. CCM is only big on paper. CCM is only big on paper. Lakini ikija kwenye ile influence ya wananchi, ile kukubalika na wananchi, nyie labda ni chama namba 3 ndugu yangu. Chama kwenye kukubalika, kwenye support ya wananchi, dakika hii tunavyoongea, Chadema namba 1. ACT Wazalendo namba 2. You are number 3. CCM is only big on paper. Hapa kwenye karatasi. Sio kwenye reality. Na ndio maana CCM inaogopa uchaguzi wa haki. Kwa sababu mnajua siku mkifanya uchaguzi wa haki, mnatoka. Sasa chama kikubwa, chama kikubwa Afrika, chama kina wanachama milioni ngapi mmesema? 13. Chama kina wanachama milioni 13, mnaogopa uchaguzi wa haki? Mnaogopa uchaguzi huru?
Sasa ni hivi, uchaguzi huru mtatupa bila kupenda. Mtatupa because sasa hivi tumeungana Watanzania wote, Waislamu, Wakristo, Wabara, Wazanzibari, mpaka au CCM wanachama yenu wako na wananchi sasa hivi. Kwa hiyo tutapata uchaguzi wa haki. Kimama, mark my words. Samia Suluhu, mark my words. Penda usipende, tutapata uchaguzi wa haki. Watch this space. Huyo ni Mange Kimambi akizungumza kwamba inabidi CCM waweze kuelewa kwamba wanataka reform na wanataka bila reform no election, na hii ni moja ya jambo kubwa ambalo linazidi kuendelea kwenye mitandao ya kijamii. Inasadikika kwamba kushikiliwa kwa Tundu Lissu ni kupunguza kasi, kwa sababu Tundu Lissu ni mwenyekiti wa Chadema na ni moja ya mtu ambaye anakubalika na Watanzania wengi sana kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Tumfahamu kwa undani kabisa Tundu Lissu ni nani, Tundu Lissu ni yupi. Watu wengi wangependa kumfahamu ni kwamba Tundu Lissu ni msomi wa sheria mwenye taaluma pana na ya kina, aliyezaliwa katika kijiji cha Mahambe wilayani Ikungi, Tanzania, na kusoma katika shule ya sekondari ya Ilibolu ambayo ipo mkoani Arusha, shule ya wanafunzi wenye vipaji maalum kiakili na baadaye umbwe, au sio bwana? Mwanasiasa ambaye amekuwa na akili kubwa sana katika siasa. Alipata shahada ya sheria yani LLB kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mnamo mwaka 1994, mojawapo ya taasisi kongwe na zenye heshima kubwa Afrika Mashariki. Hapa ndipo alipoweka msingi wa uelewa wake wa kisheria, hasa kuhusu haki za binadamu, utawala wa sheria na uwajibikaji wa taasisi za dola. Aliongeza uzito wa taaluma yake kwa kusomea shahada ya uzamili yani LLM katika Chuo Kikuu cha Woolwich ambacho kipo nchini Uingereza, ambapo alijikita zaidi katika sheria za kimataifa na haki za raia. Elimu yake hii imemjenga kwenye taasisi mbalimbali za kisiasa, elimu, utafiti na utetezi wa haki za kibinadamu. Kwa ujumla, Lissu hajajitokeza tu kama mwanasiasa, bali kama msomi anayefahamu kwa kina mfumo wa sheria na athari zake kwa jamii. Moja ya kiongozi ambaye anatazamiwa kwa kiasi kikubwa kweli, moja ya kiongozi ambaye anapendwa na Watanzania wengi kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hivi sasa anakabiliwa na kesi ya uhaini. Juni 16 alikuwa katika mahakama ya Kisutu, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, akiendelea na kesi yake, ambapo alisema kwamba anapitia wakati mgumu kweli akiwa katika gereza la Ukonga, kwamba anapitia wakati mgumu kweli, wakati mzito kweli. Ni kama yeye anaishi na wale wafungwa wa kunyongwa, na yeye sio mtu wa kunyongwa na hana kesi yoyote. Na inasadikika kwamba Tundu Lissu wanataka kumpunguza kasi, wanataka kumpunguza upepo kuelekea ili waweze kumalizana na jambo lao kuelekea katika uchaguzi wa Oktoba, ambao kuna uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mambo yanazidi kwa mazito, no reform no election inazidi kutana na kutenda kwenye mitandao ya kijamii, na Watanzania wao wanataka hawaitaki Chadema, hawaitaki CCM, bali wanataka haki iweze kutendeka kweli. Wanataka kiongozi sahihi ambaye wataridhia na kumchagua ili aweze kuwaongoza katika mambo aweze kuongoza nchi kwa usahihi, aweze kuiongoza nchi kwa ustadi mkubwa kweli. Na wameweza kuzungumza kwamba hawataki CCM wala hawataki Chadema wala hawataki ACT Wazalendo wala hawataki nini, bali wanataka kiongozi ambaye watamchagua, ambaye atakuja kuwapa au kuimarisha haki kwa Watanzania wote.
Na ikumbuke kwamba CCM kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mwenyekiti wa CCM Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kuzungumza kwamba hakutokuwa na uchaguzi mwingine kwa viongozi, kwa wagombea wa CCM, bali yeye tayari atakuwa ni mgombea wa CCM ambaye atakiwakilisha chama cha CCM kuelekea katika uchaguzi ambao utafanyika Oktoba. No reform no election inazidi kutele kwenye mitandao ya kijamii. Tundu Lissu anazidi kupunguzwa kasi, anazidi kushikiliwa kweli ili aweze kupunguza upepo, lakini pia jambo ambalo linazidi kuumiza Watanzania. Kwa nini Tundu Lissu anashikiliwa? Kwa nini watu kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania wanashikwa au wanatekwa kila siku? Hili ndilo jambo ambalo Watanzania wao kama Watanzania hawalitaki kuona linatokea. Lakini mambo ya hapa na pale, mambo ya endi kwenye nchi yetu ya Tanzania, Watanzania wanataka haki iweze kutendeka, lakini pia wanataka kiongozi ambaye ni imara, kiongozi ambaye atakuja kuwaunganisha Watanzania, atakuja kuifanya Tanzania iwe bora sana na sana na sana. Hilo ndio jambo ambalo linazidi kuendelea kujiri kwenye mitandao ya kijamii. No reform no election, watu wanazidi kulitendisha kwenye mitandao ya kijamii. Itakuwaje Oktoba? Huku Oktoba tunatiki, lakini huku wanasema no reform no election. Tundu Lissu kesi yake inazidi kuendelea. Hivi sasa yupo katika gereza la Ukonga, anazidi kushikiliwa na jeshi la magereza katika magereza kubwa kabisa ambayo ipo Ukonga. Mambo yanazidi kuwa ni mazito. Kesi yake ni kwamba inabidi ahukumiwe kifo, atahukumiwa kifo, yani kunyongwa kabisa. Mambo yatakuwa ni vipi? Mambo yatakuwa ni aje? Endelea kwa karibu na BTV uweze kupata zile habari nyeti, zile habari ambazo zinazidi kujiri na kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Mambo ya hapa na pale yanazidi kuwa kwenye mitandao ya kijamii, watu wanazidi kutekwa, watu wasiojulikana. Mambo yanazidi kuwa ya moto kweli. Usisahau kubonyeza neno subscribe kwa chini, lakini pia kubonyeza alama kengele ili uweze kujiunga nasi kila mara tupandishapo video zetu. Hapa ndipo sehemu sahihi au mara sahihi kupata updates na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Hii ni BTV, nikutakie wakati mwema, lakini pia usiache kucomment kwenye video hii na kushare kwa watu mbalimbali ili nao waweze kupata ukweli juu ya taarifa hii. Hii ni BTV. Bye bye.